Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na tunatazama uwanja wa vita huko nchini Ukraine, ambapo Urusi yaendelea kuiwasha Ukraine huku majeshi yake yakishambulia miundombinu ya kijeshi na miundombinu ya nishati huko nchini Ukraine, ikijumuisha na makombora ya Kinzhal. Jeshi la Urusi limeanzisha mashambulizi mapya ya weekend hii ya usahihi katika sekta ya ulinzi ya Ukraine na shabaha zinazohusiana na sekta ya nishati mara moja kwa kutumia makombora ya masafa marefu ya Kinzhal pamoja na silaha za ardhini na baharini na ndege zisizokuwa na rubani za masafa marefu kujibu mashambulizi ya kigaidi ya Kiev dhidi ya malengo ya raia nchini Urusi. Vikosi vya Urusi vinaendeleza operation ya kijeshi nchini ya Ukraine kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine waliokwama katika miji ya Dimitrov na kuwaondoa wanajeshi katika makazi ya Steloye na Grishino katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, DPR. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema siku ya leo ya Jumamosi. Kikundi cha vita cha Sentry kiliendelea kuondoa vikundi vilivyozingirwa vya wanajeshi wa Ukraine katika wilaya ndogo ya mashariki na magharibi za Dimitrov na kukarabati makazi ya Svetloye na Grishino katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kupitia taarifa yake ambayo inaeleza hali ya uwanja wa vita kila siku. Vikosi vya Urusi pia vimezuia jaribio la wanajeshi wa Ukraine kuingia katika vitongoji vya kaskazini mwa mji wa Potrovinski ama Krasnomenski katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na kuangamiza zaidi ya wanajeshi wake 60 wa Ukraine, vifaru vitatu na hadi pikipiki 20. Eneo hili la Krasnomenski ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa Ukraine, lakini yalikombolewa katika wiki hii na majeshi ya Urusi. Kundi la vita la Russia Sentry limewaangamiza zaidi ya wanajeshi 480 wa Ukraine, vifaru vitatu na magari manne ya kivita katika muda wa saa 24 zilizopita kwa ujumla, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema siku ya leo Jumamosi. Kwa jumla maadui walipoteza zaidi ya wanajeshi wao 480 na pamoja na vifaa vya kijeshi, ilisema taarifa ya wizara hiyo. Wizara imesema Urusi inaendeleza mashambulizi kila mahala na sasa inahakikisha kwamba kama alivyosema Rais Vladimir Putin, lazima watumie kila njia kumaliza vita hivyo, ama kwa kutumia diplomasia ama kwa kutumia njia za kuishambulia Ukraine. Kundi la kijeshi la kivita la Zapad la Urusi limeangamiza zaidi ya wanajeshi 220 wa Ukraine pamoja na vifaa vyao vya kijeshi katika maeneo mengine katika uwanja wa vita. Lakini pia taarifa zinadai kwamba wanajeshi 35 wa Ukraine katika maeneo ya Luhansk nao pia wamepoteza uhai na ni katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi. Mtazamaji, bado tunakuangazia mambo mengi yanayojiri ulimwenguni, zaidi tukiangalia vita iliyodumu miaka mitatu kati ya Urusi na Ukraine na namna ambavyo inaendelea baada ya kukombolewa kwa maeneo mbalimbali nchini Ukraine ambayo Urusi inayoendesha operesheni hiyo ilieleza. Lakini ni kusihi tu endelea kutufuatilia, nasi tutakuwa tukikujuza ni nini kinachojiri katika ulimwengu. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi tukujuze yanayojiri duniani.